mpya ni kumtoa alipo sehemu kadha aende sehemu nyingine. Kwa hiyo ni muda mrefu nimejuana naye na alhamdulillah nikiwa tukishauriana, akiniuliza mambo mengi sana, historia ndefu kusema kweli. Mpaka uamuzi wake wa kuamua kubadili dini akanambia, nikamshukuru, nikamwambia inawezekana. Kweli inawezekana, kama inawezekana, na nikamwambia vyema, baada ya kubadili dini basi uolewe. Kweli inaweza kuwa siku moja mimi mke wa mtu, nikamwambia inawezekana, kwa sababu hata sisi ilikuwa hujakuwa mume wa mtu, lakini baadaye ukajikuta ni mume. Duniani hakuna lisowezekana. Tulianzia hivyo kifupi. Na mashallah. Natamani nifahamu kitu kimoja pia hapo. Kipindi ambacho unamfahamu Gigi, alikuwa ni Rauhia, alikuwa ni yule ambaye tunamfahamu sisi, wa kuvaa pensi, klabu, kushinda yule. Okay. Yule. Na hukuwahi kumtenga? Sikuwahi kumtenga. Inakuwaje wanajamii wakishamuona mtu wa design hiyo, kuna namna wanamuona kama bado hajakuwa na akili timamu na hafai kuwa karibu na watu wengine? Ni kutojua tu. Ni kutojua, lakini kwa mtu kama mimi, ikiwa ati unamtenga mtu ambaye unamuona, unamdhania wewe kama kapotea, ukaamua kumtenga, unakuwa bado hujitambua. Kwa sababu binadamu wote sisi ni walezi. Binadamu wote sisi ni walimu, na tunapenda wakati wote kuongozana. Kwa hiyo mimi binafsi yangu, na wengi huambia wenzangu, mkimwona mtu kama tunafikiria amepotoka, basi ni wajibu wetu sisi kumvuta katika maisha sawa sawa. Kwa hiyo alikuwa Gigi yule ambaye nyinyi mlikuwa mnamuona, na saa nyingine mlikuwa mnamnyanyapaa, mimi nilikuwa namkimbilia, nikimvuta, nikimpigia simu, na nikamfungulia milango aniulize chochote, tukajadiliana. Hatimaye leo nyinyi mmeshuhudia jambo jema limetendeka. Ndani ya Ramadhani amesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, amesilimu, na ndani ya Ramadhani leo tumemuozesha na dunia yote leo. Natamani fahamu kitu kimoja, ilikuwaje kwa mara ya kwanza anakuambia natamani kuingia kwenye Uislamu? Nilitamani kulia, kwa sababu inafika pahala furaha inazidi ikamwangusha mtu machozi, na nikaona Mtume anasema Mwenyezi Mungu ikiwa atamuongoza mtu mmoja kwa sababu ya miongozo yako, kwa sababu ya ushauri wako, kwa sababu ya maelekezo yako, kwako huo wewe ni mtaji. Hiyo ni faida kwa Mungu. Ikiwa mtu anatoka eneo anakwenda eneo lingine ambalo watu walikuwa kimkimbia, basi ni bora kwako kuliko dunia na vilivyomo. Nililia kwa furaha kwamba nimeshinda na kitu kikubwa mkononi zaidi ya dunia, kwa sababu mtu ambaye kwamba watu walimdhania si, leo anakwenda kuwa mtu. Na anakwenda kuwa mtu. Umemfungisha ndoa leo. Wengi walidhani siku ya aloslimu kutoka kwenye Kristo na kuingia kwenye Uislamu ndio ilikuwa siku yake kwanza kuingia kwenye ndoa. Ilikuwaje mpaka mkafanya siri? Kila mtu akawa anadhania ama ameweka dhana ya kusema Gigi ameolewa. Jambo la kheri sote litakuwa lifichwe. Istainu ala injail hawaiji bil kitman. Leo watu wengi mambo yetu yanafail kwa sababu yanakwenda viral kabla hajakamilika. Kwa hiyo nilificha na nikamwambia leo tumesilimu, tukati tunajiandaa kwenye ndoa, msiwaambie watu. Kwa sababu tunaambiwa tafuteni msaada katika kukamilisha mambo yenu kwa kuyaficha, kwa sababu kila lenye neema lenye kuhusudiwa. Kwa hiyo ni maelekezo ya dini. Khalid, mimi nipongeze, mashallah, umekuwa wa mfano khalifa mwema katika dini ya Uislamu, kwa sababu wasanii wamekuwa kimbilio sana kwako, na mara nyingi wasanii watu ndio huona kama wamepotea wakiona katika matukio yao vile. Sio Gigi tu, na wengine wamekuwa karibu na wewe Sheikh Khalid. Sijajua Sheikh Khalid umewaonesha nini hawa watu kiasi kwamba unaambia njooni kwangu basi inshallah mtaenda katika njia. Tunatakiwa sisi tukimbiliane. Nadhani ni bashasha tu. Moja katika sadaka ni kukutana na mtu kwa uso mkunjufu. Ndio, hicho nadhani ni kikubwa hicho. Na kujaribu kuwaambia watu duniani hapa hakuna mkamilifu, na duniani hapa hakuna mwenye kutoa hukumu. Nadhani labda na hicho ndio kinanisaidia. Mimi tena nikikuona wewe watu hawakutaki, mimi ndo nakutaka sasa. Na nitakuja. Na nadhani sasa watu wamepata kunielewa. Mwanzo walikuwa wananipigia kelele. Vipi, mbona? Lakini sasa hivi natamani wanisifie. Lakini si lazimishi. Lakini natamani atokee mtu aseme bwana tumekuelewa. Natamani aje huyo. Sababu na nyinyi mpo hapa, nadhani mnaona comment nyingi mwanzo zilikuwa zikinishambulia. Sasa bado mtu atatokea kunishambulia mpaka leo. Namuomba na yeye ambaye anashambulia watu kabla ya kujua mwisho aje naye ni muongoze, awache kushambulia watu kabla ya kufika mwisho. Nikikupendeza kwangu la mwisho Sheikh Khalid,
tuna msanii mwingine wa kike Jacqueline Wolper, na tunao utakuwa unamfahamu. Kuna siku mashallah aliposti kwamba yuko tayari na anaupenda dini ya Uislamu. Ikikupendeza Sheikh Khalid, na huyu naye aje huko. Jacqueline mimi niliwahi kumsilimisha. Yeah. Nadhani baadaye yule mtu ambaye alikuwa ni sababu, yeye alikuwa mteke ya kuwa kabila, lakini niliwahi kumsilimisha msikiti wa Kichangani, na hata mkimuona muulizeni, na jina lake akanaitwa Ahlam. Sasa baadaye sikujua kilichoendelea, lakini ni wasanii wangapi umepata nafasi ya kuwasilimisha? Ni wengi sana. Wengine kwa sababu ni siri, lakini ni wengi, iko siku tutawataja. Lakini wasanii wengi, na mwingine jana kanipigia simu, mwingine hata leo. Lakini inshallah naambia kuwa tayari njooni tu, au nije mimi nikufuate. Mimi nataka nipate kundi kubwa, niwaambie, na ili naomba liwe swali la mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, waneni muwe wengi, kwa sababu mimi napenda kwenda peponi na watu wengi. Kasema hiyo, inni ubahi bikum al-umama yaum al-qiyama, mimi napenda kwenda na watu peponi. Kwa hiyo na mimi nadhani nafuata njia hizo. Mimi na moja kwenye hili, wapo ambao wamepongeza, wapo ambao pia hawajapongeza, na kuna ambao wanasema kwamba wanamwomba Mwenyezi Mungu amjalie Gigi Rauhia walau afuate misingi ambayo Tisnura amefuata, lakini wengine wanasema kwamba hebu tumpe muda Gigi, huenda kesho na kesho kutwa huenda karudi kule ambapo ametoka. Zungumza lolote. Mimi na wewe sio kazi yetu hiyo. Wewe ukimwona mwenzio ameingia katika jambo la kheri, muombe Mungu. Sikae unamtegeshea ataanguka pale. Unajuaje unaweza kuanguka wewe? Au wewe unadhani wewe mwenyewe tayari ushaenda peponi? Usimhukumu mtu kabla hajakufa. Tumaliza mwezi wa Ramadhani, Sheikh Khalid. Neno lolote kama nasaha. Tumalize na hili. Wakati tukimaliza utatoa nasaha za mwezi wa Ramadhani tunamaliza. Tukitazama wasanii wengi sana wamekuwa wakikimbilia kwenye lolote lile. Tumeona Diamond hakukimbilia, ndoa yake ilipita kimya, lakini pia tumeona ulivyosema we mwenyewe Jacqueline aliwahi kukimbilia pia. Hapa tunamuona Gigi na mumewe, ama Rauhia na mumewe ambaye ni Talik, nao pia wamekukimbilia. Unahisi ni kwa nini hasa? Nimelijibu hili sana. Unajua mimi nimefungua milango nadhani bashasha, na kuwaambia na kuwatoa watu wasiwasi. Mimi hata nikipata nafasi ya kukaa na wewe siku moja, kitu cha kwanza nitakuja kukupa moyo na kukwambia wewe ni binadamu na una uwezo kubadilika. Nadhani ni hili, sikutishi mimi wala eti kwa sababu wewe na kuona umekwenda huko nikakukimbia. Hapana, mimi nakufuata. Tuko katika mwezi wa Ramadhani, na mwisho Ramadhani kwetu ni fursa. Ramadhani kwetu sisi ni daraja la kupanda. Ramadhani imetufundisha ukarimu. Ramadhani imetufundisha kuvumilia njaa, kiu. Ramadhani imetufundisha utii pasi na shuruti. Nimalizie neno hili. Ikiwa mtu ndani ya Ramadhani kwa muda wa siku 30 au 29 kaweza kuacha vyake vya halali, hii ni zoezi au ni kambi, ni kempu ambayo inakuja kumhakikishia nje ya Ramadhani atakuja kuacha vya haramu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.